Leo maombi namba 25480 ya mwaka 2025 ambayo ni maombi walioleta Said Issa na wenzake kuomba viongozi wa chama akiwepo katibu mkuu John Heche, makamu mwenyekiti, bodi ya wadhamini pamoja na wajibu maombi wengine wakiwemo Gervas Lienda, Ida Newton, akiwepo vile vile msemaji, akiwepo vile vile Toa Mwaipaya, akiwepo Rose Mayemba, alafu na bodi ya wadhamini na General Secretary wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana katibu mkuu. Maombi haya yanaitwa maombi ya contempt of court, kwa maana wamedharau amri ya mahakama. Itakumbuka mara ya mwisho tulikuja kuleta briefing hapa au kuleta taarifa kwamba maombi leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Na kwa mara ya kwanza yalikuja tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025, na mara ya pili tukaja mahakamani tarehe 22 mwezi wa 10 2025, na leo ni tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2025. Siku ya kwanza maombi haya yanakuja hapa mahakamani, sisi upande wa wateja wetu tuliomba waleta maombi waje wahojiwe maswali ya dodoso, lakini jaji alikataa, akapanga tarehe 22 kwa ajili ya kusikilizwa. Na tuliomba maombi hayo kwamba tuje tuwaulize maswali ya dodoso baada ya kuona kuna mapungufu ambayo yapo kwenye hati zao za viapo. Sasa ili kuweza kutafuta au kupata ukweli zaidi, ilibidi tuombe, na sheria inaruhusu. Tulishafanya hivyo kwenye kesi ya kina Alimamde, waliitwa wakaulizwa maswali ya dodoso, wote waliitwa kina Alimamde. Lakini hata hapa tukaomba baada ya kujiridhisha kwamba kuna vitu ambavyo vya msingi vinatakiwa wavizungumze mahakamani na mahakama ipate ukweli wa jambo lenyewe, kama kweli hawa wajibu maombi wamekiuka amri ya mahakama au hawajakiuka amri ya mahakama. Lakini jaji akasema sio lazima, kwa hiyo napanga kesi tarehe 22 kwa ajili ya kusikiliza. Tumefika tarehe 22, bahati nzuri sisi kabla tarehe 22 tukawa tumefungua marejeo mahakama kuu. Kwa maana tuliomba, na hapa naomba ieleweke vizuri, tuliomba mahakama ya rufani iweze kupitia mwenendo, sio amri. Hatukuomba kupitia amri, hatukuomba kupitia ruling. Tuliomba mahakama ya rufani ipitie mwenendo wa tarehe 15 wa kitendo cha jaji kukataa kuwaita waleta maombi na kuulizwa maswali ya dodoso ili mahakama iweze kupata ukweli. Na baada ya kupeleka hayo maombi mahakama ya rufani, tarehe 22 tukaja tukatoa taarifa kwamba mheshimiwa jaji, tumepeleka maombi mahakama ya rufani, kwa maana notice of motion, na tumeomba mahakama ya rufani ipitie mwenendo wa tarehe 15 mwezi wa 10 2025 kama ni halali au kama sio halali mahakama itatamka, mahakama ya rufani. Tulivyo taarifu mahakama, jaji akasema tuweze kuingiza kwenye mfumo kabla tarehe ya leo. Na kwa bahati nzuri tarehe 20 tukaingiza hayo maombi ili mahakama iangalie au jaji ajiridhishe kwamba kweli hayo maombi yapo au hayapo. Tulivyoingiza kwenye mfumo tarehe 20, tumefika leo tukamwambia jaji kwamba utaratibu wa kisheria, kunapokuwa na maombi mahakama ya rufani, mahakama ya chini inatakiwa itulie, isijadili chochote mpaka maamuzi ya mahakama ya rufani yatakapotoka. Na tukampa kesi, tukampa sheria nasemaje, na nyaraka hizo zimegongwa na muhuri wa msajili, naibu msajili wa mahakama kuu hapa. Kwa hiyo tulivyozungumza hivyo, akatoa hairisho kidogo kwa upande wa maombi hayo kwamba akajiridhishe, then anakuja kutoa uamuzi. Lakini kabla hajatoa hairisho, itakumbuka vile tarehe 22 kulikuwa kuna amri nyingine ya wajibu maombi ambao namba 1 John Wegesa Heche, Rose Mayemba, Brenda Rupia, Ida Newton, Toa Mwaipaya, Gervas Lienda. Hawa hawakuwepo hiyo siku tarehe 22. Mahakama ikatoa amri kwamba itangazwe kwenye gazeti, na tarehe 24 leo kesi au maombi haya yatakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Na kweli wakatangaza kwenye gazeti, na wakili Jebla Kambole akaja kuwakilisha leo hapa mahakamani. Akaomba apewe siku 14 kwa ajili ya kuweza kufaili majibu au counter affidavit, hati kiapo cha hati kinzani, ili kesi iendelee. Sasa kulikuwa kuna maombi mawili hapa, maombi ya Jebla Kambole wakili
ili kuweza kujibu maombi haya ya waleta maombi, lakini kulikuwa kuna ombi la kusitisha kesi hii au maombi yasiendelee mpaka uamuzi wa mahakama ya rufani. Jaji akaenda kujifungia ofisini kwake, akaahirisha kesi kutoka saa 5, akasema saa 8 nitakuja kutoa uamuzi. Imefika saa 8, akatoa amri zifuatazo. Amri ya kwanza, akasema kesi imefunguliwa kwa hati ya dharura. Kwa hiyo kwa kuwa imefunguliwa kwa hati ya dharura, anampa Jebla Kambole na wateja wake mpaka siku ya Jumatatu, kwa maana leo ni Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, awe amesha faili viapo vya wateja wake, kwa maana viapo kinzani vya wateja wake. Then akasema kesi itakuja tarehe 28 kwa ajili ya kuendelea kusikiliza. Lakini kuhusu jambo la maombi ya mahakama ya rufani, jaji amesema kwamba sisi mawakili tunafanya deal darling za kuchelewesha kesi. Jambo ambalo ni tuma nzito na sio kweli. Sisi tuliomba wateja waleta maombi waje kuhojiwa mahakamani. Hajanukuu sehemu yoyote, hajarekodi sehemu yoyote hayo maombi, na ndio maana tukaamua kuomba marejeo mahakama ya rufani. Lakini jaji hana mamlaka kisheria, na hii ifahamike. Jaji hana mamlaka kisheria pale ambapo kuna maombi mahakama ya rufani kuzungumza chochote juu ya chochote kwenye kesi yoyote, so long as kesi iko mahakama ya rufani. Ukijiridhisha kwamba kesi iko mahakama ya rufani, hata kama ni mapitio ya muda, hata kama anaposema yeye kwamba ni interrogatory, kwamba ni amri za muda, wa kuamua kwamba hizi ni amri za muda au sio za muda, sio mahakama kuu, ni mahakama ya rufani. Sasa yeye anasema mawakili tulikuwa tumefanya deal darling, kwamba kuna conduct ambazo tumeonyesha za kuchelewesha kesi. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha, na tutakaa na wateja wetu, tutashauriana nini cha kufanya. Lakini kimsingi kunapokuwa na notice of appeal, kunapokuwa na maombi yote mahakama ya rufani, mahakama ya chini ina jukumu la kusitisha kitu chochote. Hatakiwi kuendelea nacho mpaka mahakama ya rufani itakapotoa uamuzi wake. Na haya hata maombi haya au majibu haya au uamuzi aliotoa leo nao unawalakini, lakini hatuachoka kudai haki. Tutaomba vile vile marejeo mahakama ya rufani, kwamba huu mwenendo wa leo wa kuamua jambo ambalo liko mahakama ya rufani. Sasa nani mkubwa kati wa mahakama kuu na mahakama ya rufani? Ni mahakama ya rufani. Kwa mahakama ya rufani ndio iamue kwamba hili jambo Mr. Mwasipu au mawakili wa waleta maombi ilitakiwa msubiri kwanza kesi imalizike ndio mlete mahakama kuu, mahakama ya rufani. Sasa kilichofanyika ni kinyume na sheria. Kwa hiyo tutaandika vile vile maombi mengine kupinga uamuzi wa leo, kwa sababu ni kinyume na sheria na inafahamika dunia nzima, Kwa hiyo hayo ndio yaliyojiri leo hapa mahakamani.